Kauli hiyo imetolewa na Brigadia Jenerali Ndiege, mkufunzi elekezi mwandamizi wa jeshi la nchi kavu, ambaye pia ni kaimu mkuu wa chuo na mkuu wa msafara, wakati wa ziara ya mafunzo kwa vitendo kwa washiriki wa kozi ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC Tanzania waliotembelea viwanda mbalimbali mkoani Singida. Wa mchango wa viwanda au sekta ya viwanda katika kukuza maendeleo ya kiuchumi nchini. Tulianzia kiwanda cha kuchakata mazao ya alizeti na mafuta ya alizeti, na kwa sasa hivi hapa tumetembelea kiwanda hiki ambacho kinachakata mazao ya pamba. Katika viwanda vyote vile ambavyo tumevitembelea leo, tumeona kwamba kuna wakati viwanda hivi vinasimamisha uzalishaji wa bidhaa kutokana na ukosefu wa malighafi. Sasa hii ni changamoto katika mnyororo mzima wa ukuzaji wa uchumi wa nchi, kwa sababu viwanda vinasimama. Je, viwanda vikisimama athari yake ni ipi? Jenerali Ndiege anatueleza zaidi. Sasa viwanda vikisimama, kuna baadhi ya wafanyakazi kwenye viwanda hivi hawaji kazini kwa sababu hakuna uzalishaji. Sasa kama nilivyosema, hii ni changamoto ambayo inahitaji sera madhubuti ambayo zitahakikisha kwamba viwanda vyetu, kama si vyote, vifanye kazi kwa muda wote, kwa mwaka mzima, kwa msimu mzima wa uzalishaji wa bidhaa zao. Lakini kama viwanda hivi vinategemea malighafi ambazo zinatokana na kilimo kinachotegemea mvua, ni wazi kwamba viwanda hivi kuna wakati vitasimama kwa sababu ukosefu wa malighafi, kwa sababu malighafi yenyewe inategemea kilimo cha mvua. Kwa waliohudhuria msafara huo, wanasemaje juu ya yaliyozungumzwa? Shiriki wa kozi ya 14 katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Katika ziara hii ya mafunzo kwa vitendo, nimejifunza namna ambavyo viwanda vyetu ambavyo viko nchini, hasa katika mkoa wa Singida, vinavyochangia katika uchumi wa nchi. Viwanda hivi vinachangia katika pato la taifa, lakini mbali na hapo, viwanda hivi vinatumia bidhaa ambazo zinazalishwa na wakulima waliopo nchini. Wakulima hao sasa wana uhakika na soko kutokana na kwamba viwanda hivi vipo. Kwa hiyo wakulima wetu sasa kunakuwa na uhakika wa maisha, kwa sababu wanakuwa wanaingiza kipato. Pia wanakuwa na uwezo wa kupata huduma za kijamii kama vile elimu, afya pamoja na masuala mengine ya kijamii. Tuna changamoto kubwa ya uzalishaji wa pamba ambao ni mdogo. So kama kampuni tunasaidiana pamoja na bodi ya pamba pamoja na serikali yetu kusaidia kuhamasisha wakulima waweze kulima pamba. Uhamasishaji bado ni mdogo, so kupitia bodi ya pamba, kupitia serikali tutaendelea kuhamasisha pamba tuweze kupata pamba kwa kiasi kubwa, tuwe na wakulima wengi ambao watakuwa wanazalisha pamba.